Baba Mungu wetu. Ni asante kwa kutupa siku ya leo Baba. Ni asante kwa kuiongoza kanisa yako. Wewe ni Mungu wa kuinuliwa. Wewe ni Mungu mtakatifu wa takatifu. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani zote. Wewe Mungu asiyefananishwa. Ni asante Baba. Ni asante kwa kuongoza wana wako. Ni asante kwa kuwapa amani. Ni asante kwa kuwa umeweza kuwa na kila mmoja wao. Mungu umeweza kuwabariki. Umeweza kuwapa vile vyote walivyokuwa wanahitaji. Umekuwa ukiwapa mahitaji yao yote. Wewe ni Mungu wa kuinuliwa. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Baba, wewe ni Mungu wa kuinuliwa. Wewe ni Mungu wa kutukuzwa daima. Mungu nakuambia ni asante. Ni asante Mungu wangu. Pokea sifa zote, pokea utukufu wote. Wewe ni Mungu wa miungu. Wewe ni Mungu mwenye uwezo. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Ni asante Baba. Ni asante mtakatifu. Ni asante Mungu wetu, tunakushukuru, tunasema ni asante. Ni asante kwa kutuongoza Baba. Wewe ni Mungu mtukufu wa tukufu. Pokea sifa zote, pokea asante Baba. Asante Mungu wetu. Wewe ni Mungu wa kuinuliwa. Wewe ni Mungu wa kutukuzwa. Ni asante Baba kwa kuongoza wana wako. Ni asante kwa kuwalinda na kuwa pamoja nao. Kila mahali ambapo wamekuwa wakienda umekuwa ukiwaongoza. Wewe ni Mungu wa kuinuliwa. Wewe ni Mungu wa miungu. Mungu wa kutukufu. Wewe ni Mungu wa kuabudiwa Baba. Ni asante Mungu pamoja na kila mmoja wetu. Na ni katika jina lako mtukufu wa tukufu naomba na kuamini. Amina. Karibu. Haya, unashinda ipi kaka? Naweza kusaidia. Hapa niko na siku. Ndugu yangu hapa hajarudi. Na haya ndio nikujue. Ndugu yako alipotea. Lakini nakuomba samahani, mhubiri mkuu hayupo. Unaweza kuja baadaye, unaweza mpata. Asante. Karibu tena. Nikuelewe. Nikuabudu. Tampata kweli mzee Juma? Wewe unaona kama ametuitia nini? Lakini hii iko na mambo. Hii kijiji, wewe unaona kama mzee Juma ametuitia nini? Mzee Juma. Mzee Juma. Naam. Vipi mzee? Niko fresh mwanangu. Karibu. Kwa sawa? Niko? Nimeambiwa kuna kijana umetuma unatuita. Kuna mambo tunataka tuzungumze. Mambo nataka pia tuzungumze. Kwanza nayo kuhusu kijiji. Kuna watu wanataka kuharibu hiki kijiji. Karibu kiti. Zake mkuu. Ngoja niwaletee kinywaji. So mzee Furaha. Wewe unaona hii mambo itakuwa vipi? Hii mambo. Mzee Juma anasema anaenda anataka tuyazungumzie kuhusu hii kijiji. Karibu kinywaji. Karibu kinywaji pia
jambo lililofanya niwaite. Kuna mchawi anayesumbua wanakijiji. Huyo mchawi tunafaa kumpangia. Ili ameharibu vijana wengi. Kwanza kijana ya jirani yangu hapa, mwingine hapa amemharibu. Kabisa anaharibu watoto. Anaharibu watu wengi. Sasa anataka kuharibu ili apate nini? Unaona anataka nini? Sijui anataka nini. Amepangia vijana wengi. Kwanza leo najua amepanga kuua kijana mwingine. Kuna vijana wamepotea watatu katika hiki kijiji. Sasa mkuu, na bado hawajapatikana. So mimi nakosa ni wapi anawapeleka? Sasa mkuu anataka kuua watu, awapeleke wapi? Ndio maana nimewaita mje mnipe suluhisho. Ndio tuweze kumkamata na kumpeleka andikani kwa polisi. So mkuu, sisi ndio wakubwa wa hii kijiji. Na sisi ndio tegemeo kwa wana kijiji. Sisi ndio tegemeo. Sasa na watu wanapotea. Sitaonekana wananchi wataona sisi wana kijiji wataona hatufanyi kazi. Wataona kama hatufanyi kazi. So tunafaa tupange jinsi tutakavyomkamata na kumkomesha dhidi ya watoto wetu. Sasa mkuu, nao watu wameteka nyara, tutawapata kweli? Tutafanya aje? Tutapata ili kuwapata. Niko na suluhu. Suluhu tutajipanga. Tutachagua vijana katika hiki kijiji. Watakuwa wanachunguza nini kinachoendelea, tupa suluhisho. Wakitupa suluhisho, tutaweza kuenda andikani kwa polisi. Ama mnaona haji wenzangu? Ndio mkuu. Tupange siku gani? So wewe ndio mkubwa wetu, si utupangie. Mimi naona kesho tukutane hapa tena. Saa ngapi? Alfajiri. Okay. Ili tuweze kuzungumza na tutoe suluhu ili tuweze kumkamata huyo mzee. Na sasa mkuu, huyo mtu si anaweza kuwa ni hatari sana kwa wanakijiji. Huyo mzee, huyo kijana anateka watu nyara. Anaitwa Haji mkuu. Si kijana, ni mzee. Sasa mzee mzima anafanya hiyo mambo, ako na miaka yake. Anataka kuua watoto, wasichana wetu walewe na akina nani? Sijui sasa, mimi nakosa. Kwani huyo mzee ako na uchawi ama sijui. Sielewi mimi. Ande nilikuwa nimeambiwa kuna kijana alikuja jana hapa. Mimi sijawahi sikia hayo mambo tena. Ni jana nilisikia. Sasa mkuu, unajua hiyo mambo iko na stress sana. Sijui tutafanya aje ili kumkamata. Hivyo kesho mtapatikana. Ndio mkuu, hiyo swala mtapatikana mkuu. Kama mtapatikana. Kwa hivyo mimi nitawaruhusu kwenda kwa kazi zenu. Asubuhi na mapema nitatuma kijana mkuu ili awakumbushe mfike alfajiri hapa. Sitakuwa mkuu juu hiyo swala mimi linaniuma sana. Sawa, tupata nini kesho? Sawa. Kesho nina matumaini kuwaona alfajiri. Sawa mkuu. Kwa heri. Sasa mzee Furaha, hiyo mambo unaona vipi? Sasa mzee Furaha, hiyo mambo hiyo chao inaendelea kwa hii kijiji. Unaona tutafanya vipi ili kuikomesha? Huwa ametuambia tukutane kesho alfajiri. Tutakutana tu tuongelelea hiyo mambo. Tulia. Kwani alienda wapi? Ngoja kidogo nitoke niangalie ndugu wani alienda wapi. Leo hapo narudi. Kwani alienda wapi?
Leo boss atafurahi sana. Umemletea nyama. Umemletea kuku. Tutakula pilau na nyama. Tunakula kuku na nyama. Nyama na kuku. Nyama na pilau. Bosi atafurahi sana. Nyama na pilau. Anyu. Anyulela. Anyu. Anyulela. Anyu. Anyulela. Anyu. Anyulela. Anyu. Anyulela.